Kama wewe umefanya upasuaji wa uvimbe, ewe mwanamke, naomba nisikilize. Kama umefanya operation ya fibroid, aidha changamoto ya mayoma, naomba nisikilize. Wanawake wengi wamekuwa baada ya kufanya operation vimbe zinarudi tena. Na kwa nini zinarudi? Kwa sababu huwa wameondoa uvimbe ndiyo, lakini hawajatibu hormone balance. Kwa hiyo sasa ninakushauri mwanamke, jitahidi utibu hormone balance. Unatibuje? Kwanza jitahidi sana, badilisha mtindo wa maisha. Jitahidi pata muda mzuri wa kulala, kula sana mboga za majani na matunda, punguza ulaji wa vyakula vya sukari zikiwepo soda, soft drinks, juisi za viwandani, lakini vile vile keki na vyakula vingine vya sukari, hasa hivi vya kisasa. Vile vile punguza vyakula vyenye mafuta mengi na epuka sana uzito na unene kupitiliza. Hiyo inaweza ikapelekea estrogen ikawa imerise juu na mwisho wa siku ikapelekea changamoto kubwa kwenye afya yako ya uzazi. Hivyo basi, kama wewe ni mwanamke ambaye una changamoto ya uvimbe, aidha umefanyia operation ya uvimbe, chukua haya, fanyia kazi, na ukiweza fanya mazoezi. Hii itasaidia hormone zako zikae vizuri, na kama inawezekana nitakushauri zaidi utumie virutubisho. Tumia virutubisho ambavyo vinasaidia kubalance hormone. Na hii ni muhimu zaidi kwa wale ambao wamefanya operation na wanahitaji ujauzito. Wengi sana ambao unakuta amefanya operation, ameambiwa bwana, shika ujauzito angalau haraka ili uepuke changamoto hizi, anapambana, anatafuta ujauzito bila mafanikio yoyote. Nini kinachotokea? Maana yake anajikuta miaka inaenda, shiki ujauzito, anakuja kushtukia na ana changamoto tena ya nini? Ya uvimbe kwa mara nyingine. Fanya hivyo, inaweza ikakusaidia kumaliza changamoto. Nikutakia wakati mwema.